Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu za kila siku na kila wakati mkiwa mbali na karibu, tunawasalimia. Wale ambao wako Marekani, Ulaya na Afrika, salamu zetu ziwafikie kabisa. Na tunawatakia tena mchana mwema wa siku ya leo vendredi Jumatano le 28 Novembre 2025. Tukiwakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za mchana wa leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa za mapigano yanayoendelea kuwa makali kati ya vikosi vya Wazalendo FARDC na jeshi la Burundi FDNB wakipigana na waasi wa AFC M23. Habari za mapigano tutawapeleka moja kwa moja ndani ya teritwari ya Masisi, ndani ya lokalite ya Nyabiondo. Hapo Nyabiondo FARDC na Wazalendo wanataka kuwafukuza waasi wa AFC M23 na kudhibiti eneo hiyo. Mapigano ni makali, tutawapeleka hapo moja kwa moja tuambie vita ni vipi kwa sasa ndani ya eneo hiyo. Na tumewaletea taarifa mingi tena mbichi, hivyo basi tunawasihi kusubscribe, kucomment na kulike, kuzisambaza taarifa hizi kwa walio wengi ziwafikie, kuendelea kujiunga nasi na sheni yetu ya WhatsApp ili kukuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Mujiunge nasi kupitia linki ambayo iko hapo kwenye description. Ukishagusa kwenye title utapata linki hiyo, ujiunge au tuandikie kwenye namba hiyo. Bila shaka kabisa tutakuwa na kupa habari zetu zote kwa wakati. Taarifa zetu tutawapeleka moja kwa moja ndani ya teritwari ya Masisi, mo agglomeration ya Nyabiondo ama lokalite ya Nyabiondo, kwenye kuna ripotiwa mapigano kati ya vikosi vya FARDC na Wazalendo na waasi wa AFC M23. Mapigano makali yanayoendelea siku ya leo yalianza jana, ambapo vikosi vya Wazalendo na FARDC waliataki waasi wa AFC M23 ndani ya maeneo karibu na eneo ya Nyabiondo. Siku ya jana jioni Wazalendo pamoja na FARDC walirekipere Kinyumba. Hapo niliwaambia ndani ya taarifa za asubuhi ya kwamba Wazalendo kwa sasa wako Kinyumba, ni eneo inayokuwa karibu na Nyabiondo Centre. Waliendelea kupigana na AFC M23 wakafika Kikoko, na baada ya kufika Kikoko wakaendelea mu eneo ya Birere. Hapo ni deja mu Nyabiondo, ndani mwile lokalite kabisa ya Nyabiondo. Wazalendo waisha ingia ndani ya Nyabiondo wakiwa pamoja na FARDC, wanaungana kama kawaida kupigana na hao wasi. Waliingia mu Nyabiondo kuanzia eneo ya Birere. Pale Birere kuko mashambulizi ya hali ya juu, milipuko ya silaha nzito na nyepesi inaendelea kusikika hapo. Wazalendo na FARDC ambao walilanse contre-attaque zidi ya AFC M23 wanataka kuikamata kabisa agglomeration ya Nyabiondo. Waasi wa AFC M23 wana renforcer wanajeshi wao kutoka Masisi Centre ili kudefendre eneo ya Nyabiondo. Mapigano yanaendelea kukamata hatua nyingine hapo, wakaji wako na kimbia. Wakati Wazalendo walirekipere eneo ya Kinyumba, wakaji walikuwa wamekimbilia maeneo ya Birere hapo na Kikoko. Wakaendelea kuprogresse Wazalendo na FARDC kufika Kikoko na eneo ya Birere, wakaji wakakimbilia ndani ya Masisi, plutôt ndani ya Nyabiondo Centre. Kutokana na mapigano ambayo sasa isha ingia ndani ya Nyabiondo, wakaji wako naelekea ndani ya maeneo ya Masisi, maeneo zinazo elekea Masisi Centre. Ukitoka Nyabiondo ukielekea Masisi Centre ni kilomita chache, si kilomita mingi, na kule njo kwenye wako naelekea. Wanakimbia mapigano makali ambayo yanaripotiwa ndani ya Nyabiondo, mapigano yaliyoanzishwa na FARDC pamoja na Wazalendo kwa lengo la kurekipere eneo ya Nyabiondo, kuifukuza ndani waasi wa AFC M23. Eneo ya Nyabiondo inapatikana kurute inayotoka Masisi Centre ukielekea maeneo za Kashebere vers Walikale.
hapo FARDC na vikosi vya wazalendo wakifanikiwa kuwatimua waasi wa AFC M23 pale, watakuwa wamefunga njia za AFC M23 zinazowafikisha Kashebere na Kibati, hivyo kuwapiganisha waasi huko nyuma Kashebere, maeneo ya Kibati na Muhanga. Itakuwa rahisi kwa wazalendo na FARDC paske renfort zote zitakuwa zimezuiwa hapo Nyabiondo, na kuirekipere Nyabiondo nako kutaacha AFC M23 haitapata nguvu za kuendelea kuprogresi ndani ya maeneo ya Mahanga kule ambapo walikuwa nataka kuendelea kuavance na kuendelea kukamata maeneo ya Kibanda na zingine eneo zinazopatikana mu groupement ya Nyamaboko ya kwanza. Unakumbuka ya kwamba walifika ndani ya Mahanga ndani ya semaine passée. FARDC inaweza kuwa na avantage sana ikikamata Nyabiondo centre, na mapigano yanaendelea hapo. Hivyo basi tutaendelea kufuata kwa karibu taarifa za mapigano hapo ili kuendelea kuwajulisha kinachoendelea na kuwapa detail na resulta kama wazalendo watafanikiwa kurekipere Nyabiondo centre ama kama waasi wa AFC M23 watawarudisha nyuma. Hayo yote utayafahamu ni kwenye channel yetu Kwetu TV. Ilfo kufanya subscribe ili ukuwe napata sasa habari zetu zote kwa wakati. Tuendelee na taarifa zetu siku ya leo. Yule opoza Martin Fayulu alikuja kumwambia Felix Tshisekedi mujina ya wakongomani wote. Alisema ya kwamba tunamwambia bwana Felix Tshisekedi, wananchi wa Kongo wana haki ya kujua maudhui halisi ya mradi wa makubaliano ambayo unatarajiwa kuingia ama kuyasaini na bwana Kagame huko Washington. Mradi huu lazima ufanywe hadharani, msisaini makubaliano yoyote yatakayodhuru uhuru wa Kongo. Alisema hayo bwana Martin Fayulu, akionyesha ya kwamba wakongomani wanahitaji kujua yale yote ambayo presida wa Kongo na Rwanda watayasaini. Ifo wanatia wazi ile accord yote, ile rapport ambayo watasinye. Ifo wanaanza kwanza kuitangaza, wakongomani wanajua ya kwamba ni accord ambayo itakuwa nzuri au mbaya kwa nchi ya Kongo ambayo iko agrese. Hayo yalitangazwa na Martin Fayulu kutokana na makubaliano mapya ambayo yatasainiwa huko Washington kati ya presida wa Kongo na presida wa Rwanda. Anataka sasa hayo makoro ama ile raporo ya makubaliano hayo watakayo wasaini wayambie wa Kongomani ili wafahamu kinachoendelea ndani, ama wafahamu kile ambacho watakisinye kina avantage gani kunchi ya Kongo ama kina matatizo tena gani kunchi ya Kongo. Asiendelee kubebwa tu kiolela bila kujua kinachoendelea. Na sema asante na washukuru kwa kuendelea kuwa nasi ndani ya habari zetu, na waomba kuendelea kusubscribe kama kawaida. Asante sana.